Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. I'm Elder Cosmin E. Sims. I mean, Mama Felicia Bocasins. And we are Our Jesus Reigns Restoration Ministry. Amen. Amen. And this is part 2 of our lesson. Ni sehemu ya pili ya somo letu. Repent. Tubu. A sin not unto death. Dhambi isiyo ya mauti. Amen. Amen. And a sin not unto death. What is that? A sin committed by someone Dhambi inayotendwa na mtu that's willing to turn from their transgression ambaye yuko tayari kugeuka kutoka kwenye dhambi and zao seek forgiveness of God. na kutafuta toba kutoka kwa Bwana. One that confesses and repent Yule ambaye anatubu to God for mercy. Kwa Bwana kwa rehema. We all need mercy. Sisi wote tunahitaji rehema. God said, those that give mercy shall obtain mercy. Wale wote wanaotoa rehema watapokea rehema. And did God wake you up this morning? Mungu alikuamsha asubuhi ya leo. Did he start you on your way? Alikuongoza uende kwenye njia Do yako. you have the activities of your limb? Unaweza kutumia viungo vyako. Can you feed yourself? Unaweza kujilisha Can mwenyewe. you clothe yourself? Unaweza kujivika mwenyewe. Hallelujah. Can you see God's sunshine? Unaweza kuona jua la Bwana. And can you drink God's water? Unaweza kunywa maji ya Bwana. Can you walk on God's green earth? Kutembea kwenye ardhi hii ya Mungu. Well, a lot of people don't have that type of blessing. Wengi hawana hiyo neema, mpendwa wangu. Where they have to be attended and assisted every day. Wasaidiwe na watu kwenye mambo haya. Oh, you got to give God glory. You got to give God praise. Msifu Bwana kabisa. Why? Because I'm talking about new mercies God promised every day. Kwa maana ninazungumzia rehema mpya anazopewa mtu. And you're able to, hallelujah, to receive those benefits, hallelujah, of God. Why? Because his mercy endure forever. Tunaweza kupokea hizo rehema kila siku kwa maana rehema zake ni za milele. But hallelujah, glory be to God for the great things he's done. Rehema ziende kwa Bwana kwa neema anayotutendea. Hallelujah. And you're able to do greater things, the Lord said. Kwa maana sisi tunaweza kufanya mambo mengi makubwa zaidi kwa ajili greater works you shall do. Kazi nyingi zaidi kwa ajili ya Bwana. And to be able to see a brother or sister sin and be able to, hallelujah, to pray to God, to ask God to have mercy on them that they may live, hallelujah. That, hallelujah, is a sin that they commit not unto death when you pray for them and God deliver them. Yaani ukimwombea mtu na Mungu akafungua, Mungu anakubariki. Kwa maana atafunguliwa. God grant them mercy. Mungu atawapa rehema. Because you are speaking life over that individual. Kwa maana unazungumzia uzima kwa yule mtu. Wherever you go, you're not speaking death and cursing people. You speaking life that they may live. Unazungumza uzima ili waweze kuishi. As a child of God. Kama mtoto wa Mungu. Amen. Amen. So someone that commit sin not unto death, somebody that's committed to repent unto the Lord for their sins and to seek God for forgiveness and his mercy. Yaani mtu anapaswa kutubu na atafute rehema kutoka kwa Bwana. James said in James 5:13, kitabu cha Yakobo 5, is any among you afflicted? Anasema yoyote kati yetu ni mgonjwa. Let him pray. Na aombe. Is any merry? That means happy. Nani mwenye furaha? Let him sing. Na aimbe. Let him sing psalms. Aimbe zaburi. Is any sick among you? Na yuko kwenu mgonjwa? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Na waite wazee wa kanisa nao wamwombee na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Amen. We can individually go to the Lord and ask God. We have the petitions that we can go boldly before God's throne of grace and ask what we want of him by faith. Yaani ni kwenda mbele za Bwana kwa ujasiri na kumuomba kwa imani. But the elders of the church, bali viongozi wa kanisa, the angels of the house of God, viongozi that watch over the souls of his people, wachungaji wanaotunza nafsi za watu. Whether Old Testament or New Testament, God said he give pastors after his own heart. Amesema atatoa wachungaji ambao wako karibu na moyo wake Bwana. Amen. To watch over his people. Kutunza watu wake. God is the chief shepherd. Mungu yeye Yesu Kristo ndio. The angels of the house of God that watch over the souls of the people are under shepherd. Bwana Yesu ndio mchungaji mkuu yeye mwenyewe. Amen. Amen.
and Tuwaongoze wachungaji. worthy of hallelujah, a double portion, a double reward. Hallelujah. Not just a crown of righteousness, but a double portion for hallelujah, adhering to the word of God and God's people. Kwa ajili ya kuwaleta watu mbele za Bwana kwenye safari ya kwenda mbinguni. Taking heed to the doctrine and taking care of God's people. Akitunza watu wa Mungu. So if there's any sick among you, let them sing. Let them praise God. If there's any sick among you, let them come to the elders of the church. And we're going to put the oil, hallelujah, the oil of gladness, the oil on you. And we're going to anoint you in the name of Jesus. And we're going to heal and we're going to pray over you. And the word of God said in the 15th verse, and the prayer of faith shall save the sick. And the Lord shall raise them up. And if they have committed any sins, they shall be forgiven him. Read that, please. Mtumishi wa Mungu anasema, watakupaka mafuta kwa jina la Bwana Yesu Kristo huyu mgonjwa. Mstari wa 15 unasema, na kule kuomba kwa imani utamwokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Amen. You come to the house of God. Hallelujah. Nyumba ya Bwana. And forsaking not the assembly of yourself in the house of God, knowing that the days are evil. Usiache mkusanyiko wa watakatifu, ukijua siku hizi ni za uovu. God can answer prayer anywhere. God can save you anywhere. Bwana anaweza kukuokoa popote pale na anaweza kujibu maombi popote pale. But we come together as a congregation in the house of God to worship our God. Bali tunakuja pamoja katika nyumba ya Bwana kumwabudu Mungu. As a people that are one in Kama Christ. watu ambao ni wamoja katika Kristo. Amen. Amen. Go to the elders of the church and the prayer of faith. The prayer of faith moves God. Imani ndio inamgusa Bwana. Without faith it's impossible to please God. Bila imani haiwezekani kumpendeza Mungu. So we're going to pray the prayer of faith over you. That is sick. Wachungaji, watumishi wa Mungu, wazee wa kanisa wataomba. And the Lord shall raise him up because of my prayer. Kwa maombi ya watakatifu. Because the prayers of the righteous. Ya wenye haki. It's going to work. Yatatenda kazi, ataponywa na itainuliwa. Because I'm God's anointed, it's going to work. Kwa sababu ya upako wa Bwana itatenda kazi. Amen. Amen. And if you have committed any sin, it says, if he have committed sins, they shall be forgiven him. Kama ametenda dhambi atasamehewa. This is a sin not unto death. Hii ni dhambi sio ya mauti. That I can pray for you. Ambayo anaweza kukuombea. God's a man of God, hallelujah, God's anointed, and that you will be healed. Kwamba Bwana akuponye. This is a prime example of what I'm talking about. Mfano muhimu kabisa ninaozungumzia. Is your all on the altar of sacrifice laid? Yaani wewe yote umeyaweka kwenye madhabahu ya Bwana. You can only be blessed unaweza kubarikiwa if you have all on the altar of God. Ukiweka yako yote kwenye madhabahu ya Bwana. Amen. Amen. And a lot of these sins are self-inflicted. Na yote haya madhambi, mateso haya mengine ni ya kujitakia wenyewe. And a lot of these sins that we commit, they are spirit. Na dhambi hizo tunazozifanya tunajifungulia kuteswa tu na mapepo, kuongozwa na mapepo. Here in America, you go to a liquor store. I don't go to liquor store, but there are many that aren't saved and profess to be saved. Go and buy wine and alcohol, and on the top of it, it'll tell you right off that it's liquor and spirits, wine and spirits. Yani huko Marekani, siingii maduka ya hivyo, ila ninayaona nje ya duka wamekuambia kabisa wazi. Vilevi na maroho, yani wine, mvinyo na maroho, spirits. A person that's an alcoholic, he's taken in spirits. Mtu anakunywa pombe, anachukua kinywaji kile kinajaa kini mapepo, yanambadilisha tabia. A person that take drugs, become addicted to it, they take in on a spirit. Watu wanaotumia vilevi wanachukua mapepo kwenye vile vilevi. The Bible tells us madawa ya kulevya, bangi, pombe. We're instructed as saints to flee youthful lust. Tunaongozwa kama watakatifu tukimbie dhambi za ujanani. Lasciviousness, adultery, fornication, being a sin against your own body and against God.
Yani haya ni dhambi dhidi ya mwili wako mwenyewe. When we do those things, we're taking on spirits Tukifanya mambo hayo tunachukua that are not of God. ambao sio wa Mungu. Amen. Amen. But with prayer, Kwa maombi, hallelujah, haleluya, you can find deliverance. unaweza kupata ufungulivu. Amen. Amen. There's healing in the name of Jesus. Kuna uponyaji Deliverance katika in jina the la name Yesu. of Jesus. Ukombozi katika Salvation in the name of Jesus. wokovu katika jina la Yesu. Whatsoever we need, we can find in the name of Jesus. Chochote tunachokihitaji tutakipata katika jina la Yesu Kristo. The woman that was, hallelujah, had the infirmity, bent over, 18 years, was bound by Satan. Unaona mwanamama yule miaka 18 alikuwa ameteswa na adui shetani. The Bible says she had a spirit of infirmity being bound by the devil. Neno la Mungu linasema alikuwa na roho ile ya ugonjwa amefungwa na shetani miaka 18. And what we do, we speak the word, hallelujah. The word, he said, I send my word that you be healed. Woman, you rebuke that spirit and you say, woman, thou art loose of thine infirmity. Akaambiwa mama umefunguliwa na ugonjwa wako umepona. A prayer of faith. Maombi ya imani. It wasn't no all-night visual. Sio maombi ya It wasn't no all-night prayer. Sio maombi ya usiku But mzima. speaking the word with power. Bali kuongea neno kwa And mamlaka. speaking the word of truth. Hallelujah. Through the Holy Ghost. Kupitia Roho Mtakatifu. Amen. As a child of God. Kama mtumishi wa Mungu. The man that sit at the gate of beautiful. Mtu ambaye katika geti la To beg alms, to beg money from Peter and John. Mgonjwa kiwete. And he thought that he would get some money. Akadhania atapokea being pesa crippled. kutoka kwa watumishi wa Mungu. The man of God spoke life unto him. Mtumishi wa Mungu akazungumza uzima. He said, silver and gold have I none. I ain't got no money to give you. So pesa na dhahabu siko nazo. But what I have to give you, I give thee in the name of Jesus Christ, arise and walk. Bali kila kitu nacho Hallelujah. nitakupatia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, amka utembee. And the man got up and he was rolling. Naona yule He had some new legs. Akaamka akapata miguu mipya akaanza kutembea. Thank you, Jesus. Asante Yesu. To speak the word. Zungumza tu neno. And let the word do the work. Wacha neno lifanye. Hallelujah. Hallelujah. There is a sin not unto death. Kuna dhambi isiyo ya mauti. If I roll my eyes at somebody, I'm committing sin. Nikipindulia mtu macho, nikambinulia I have to say, Lord, forgive me. Have mercy on me. People roll their eyes all the time. Watu wanadharau. But they don't ask for mercy. Sema hawaombi toba tu. They don't ask for forgiveness. Hawaombi msamaha. And the angels are writing it down. Okay, Elder Sims, he rolled his eyes at somebody today. He did not repent. Malaika anaandika leo fulani amedharau. It goes on my record. Hajatubu. Inaenda kwenye What record? Rekodi ya maovu. Judgment day is coming for Siku everybody. ya hukumu inakuja kwa kila mmoja wetu. And we all going to have to answer for what we say and do in these bodies. Kila mmoja wetu atajibu tunachofanya na kusema na When you kuwaza get a chance, I want you to read, hallelujah, St. John 5:29. I believe 29 and 30. There's a resurrection. Say what I say. It's a resurrection unto life eternal. Kuna kufufuko wa uzima wa milele. For those that do good. Kwa wale This wanatenda is mema. what Jesus is saying. Yesu Kristo alisema. And there's a resurrection unto damnation for those that do evil. Kuna ufufuo wa mauti kwa wale watendao maovu. St. John, Yohana Mtakatifu, chapter 5, sura ya 5, verse 29 and 30. 29 mpaka 30 naamini. In your leisure, look it up. Tumekosea hapo mturehemu. Google it. Tafuta. Resurrection unto life, resurrection unto damnation. Ufufuo wa mauti na ufufuo wa uzima wa milele. Amen. Amen. So these are praying time. These are perilous times. These are the last days. Amen. Amen. And like on the day of Pentecost, I'm sure that question goes in our mind, what should we do? Unajua siku tunajiulizaga hivi hapa tufanyeje? The man of God said, repent. Waliuliza wakati wa Pentecost, akawaambiwa watubu. That's the first thing we should do. Hiyo ndio kitu cha kwanza tunapaswa kufanya wanadamu. If you're not sure, repent anyway. Kama hata hauna uhakika, wewe tubu tu. Kwani utaharibu nini? It's a saying here in America, when in doubt, twin them out. Hey, repent. Kuna maneno hapa, msemo hapa Marekani unasema ukiwa una mashaka, wewe safisha tu.
If you're not sure about something, kama una uhakika na kitu, instead of letting it go and badala continuing, kuiacha kuendelea, because you could have a code that you have to put in, and it could be 25 digits or whatever. And if you off one digit, you got to start all over again. Ukiambiwa uweke namba ya siri mahali fulani, ukakosea namba moja, you got to resubmit it. Inabidi uanze upya tena. And that right there just slow down the process of what you want to do. Hapo inachelewesha kile unachotaka kutimiza. So what you do, you putting it in, but you putting it in with caution, and you make dotting your I's and crossing your T's, and before you hit complete, yani inabidi uhakikishe ulichoweka kabla ya kusema umemaliza, unacheki namba iko sawa. We do the same thing with our life in Christ. We do the same thing with the word of God and how we handle it. Tunafanya hivyo kwa neno la Mungu. Line upon line, precept upon precept. Mstari kwa mstari, andiko mpaka andiko. Here a little, there a little. Hapa kidogo na hapa kidogo. Let everything be done decently and in order. Kila kitu kifanyike in the body of Christ. Mwili wa Kristo. Amen. Amen. So if there's any sick among you, yoyote aliye mgonjwa, let them go to the elders of the church. Aende kwa wazee wa kanisa. Amen. And the prayer of faith will, hallelujah, will heal them. God will forgive them of their sins. Amen. Atawasamehe dhambi zao. They will have deliverance. Watapata ukombozi. They will be forgiven. Watafunguliwa. James 5:16. Yakobo 5:16. I want you to read 5:16, verse 16 and 17. Mstari wa 16 na 17. Verse 16 only. 16 peke yake, katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki wafaa sana, akiomba kwa bidii. Amen. A lot of these sins that we praying that be lifted off of loved ones against people that are committing sins. You know what? Hatred is a sin. Dhambi mbalimbali tunazoombea watu tunaoombea wasamehe dhambi. Kwa mfano kuchukia mtu ni dhambi. People openly say, I hate this one. I hate that. I hate. Well, just what? You know what? The devil hear you too. Shetani anakusikia unaposema unamchukia mtu. Na malaika naye anaandika unaposema unapowaza unamchukia mtu. Because the enemy, you're allowing yourself to be set up. Kwa maana unaruhusu wewe mwenyewe utumike vibaya. For fall. Kwa ajili ya anguko. For example, people walk around, if somebody messes with me, I'll kill him. Unajitamkia mwenyewe, mtu akiniudhi hapa, if you mess with me, I'll kill you. Nitampiga, nitafanya hivi. Shetani and just what? Atakutegeshea mitego. And as many cases of people sitting in jail for life because they took a life. The devil heard them, and they let the devil use them, and they kill them, and they still saying, if anybody messes with me, I'll kill them. They still ain't. They yield themselves to the devil. Leo yani kuna watu walikubali kutumika vibaya na adui, wakashawishika na adui, wakaingia vishawishi. Leo wako hukumu za milele kwenye majela humo. Jesus said it. Yesu Kristo alisema. The apostles said it. Watumishi wa Mungu alisema. Sin is of the devil. Alisema, dhambi ni ya adui shetani. Amen. Amen. And we don't serve the devil. Tumtumikii shetani. We serve Christ Jesus. Tunamtumikia Yesu Kristo. Amen. Amen. James 5:16, confess your faults one to another and pray one for another, that ye may be healed, that the effectual fervent prayers of the righteous avail much. It says a lot there in that verse. Confess your faults one to another. 16 tunaambiwa ungameni dhambi. Yani ile andiko lina mambo mengi sana muhimu. A lot of us won't testify of the things that God has brought us out of. Wengi wetu tutashiriki na tutawashuhudia mambo ambayo Mungu ametukomboa kutokana nayo. Many are made strong and delivered from our testimony. Wengi wanatiwa nguvu na wanatiwa moyo kwa shuhuda hizo. Jesus said, ye are my witnesses and ye shall testify of me. Bwana Yesu alisema sisi ni mashahidi wake na tutamshuhudia yeye. Well, a lot of us are reluctant in testifying about anything. Wengi wetu tunasita kushuhudia kitu chochote kuhusu Bwana. Not even to lift up the name of Christ or to say how Christ has saved you. Hata kuliinua jina la Yesu Kristo na kusema jinsi ambavyo Yesu Kristo ametuokoa. Confess your faults one to another. That's why in the church, when we have testimony service, we give testimony, and you know what? Somebody from it may be strengthened. Somebody from as of what the Lord has done for you. Kuhusu Bwana amekutendea nini? How he brought you out. Jinsi alivyokukomboa. Amen. Amen. And he said, I send my word that you be healed. Alituma neno lake ili tuokolewe.
Amen. Amen. And it says to pray one for another, Kuombeana that you may be healed. ili This is the word of God. Hili ni neno la Everything that I said up to this point, the word of God is saying that what I said is true. Kila nilichosema mpaka sasa hivi neno la Mungu linashuhudia kwamba ninaongea kweli. What praying for one another would do. Kwamba kuombeana wenyewe kwa wenyewe kuna faida gani? For will help us one to another in the body of Christ. Kwa maana katika mwili wa Kristo tunasaidiana wenyewe kwa wenyewe. Having all things in common. Kuwa na mambo yote mamoja. Amen. Amen. And that the effectual fervent prayers of the righteous avail of much. Amen. It's going to work. Ya mwenye haki hufaa sana. Itafanya kazi. God said, call for the wailing women. Call for the women that can pray. Mungu amesema tuite wanamama wanaojua bring them to the altar. Waje madhabahuni. And bring their daughters and teach your daughters how to pray. Na wafundishe mabinti zao kuomba. Pray for the leadership that's around. Ombea uongozi ulioko. Pray for the men that are dying like dogs on the battlefield and the ones that are dying in our streets. Tuombee wanaokufa vitani, wanakufa mitaani mwetu kwenye majela aliyoko duniani hapa. Committing genocide of their own people, killing one another. Wanauana wenyewe kwa wenyewe. Blacks are killing blacks. Weusi wanaua. Muslims are killing Muslims. Whites are killing whites. Weupe wanaua weupe. Weusi wa weusi. And so on and so on. Na kadhalika na kadhalika. Where God says thou shalt not kill. Na Mungu ameshasema usiue. But man does the opposite. Lakini mwanadamu anafanya kinyume ya hayo. We got a lot to pray about and a lot to pray for. Mengi ya kuombea. Amen. Amen. Read 17 and 18, please. 17 na 18. Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Akaomba kwa bidii mvua isinyeshe. Na mvua haikunyesha juu ya nchi muda wa miaka 3 na miezi 6. Hallelujah. Elias was a man subject to like passions as we are, and had prayed earnestly that it might not rain. And it rained not on the earth for a space of 3 years and 6 months. And he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth its fruit. Here, this is an example of what prayer can do. He prayed, and it didn't rain for 3.5 years, and God honored it. And then he prayed again after 3.5 years, and it rained. Unaona, mtumishi wa Mungu Eliya aliomba, mvua ikakata. Akaja tena kaomba, mvua ikanyesha. That's an example of the prayers of the righteous availeth much. Huo ni mfano wa maombi ya wenye haki ambayo yanafaa sana. Amen. Amen. Read hallelujah 19 and 20, please. 19 na 20 inasema, ndugu zangu, ikiwa mtu wa kwenu amepotelea mbali na kweli, na mtu mwingine akamjerejeza, ajueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi, hata atoke katika njia ya upotevu, ataokoa roho na mauti, na kufunika wingi wa dhambi. Amen. Amen. Brother, if any of you make a mistake, that's what error means, from the truth, and one convert him, let him know that he which converteth a sinner from the error of his ways shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sin. Love covers a multitude of sin. Upendo unaepuka dhambi nyingi. For you to pray for somebody and for the sins that they're committing, the error of their ways and the things that they're doing, that you'll be saving a soul from death. Yani ni ambayo yanaokoa nafsi, maombi yanaokoa nafsi na mauti. Jinsi unavyojaribu kumwokoa from the things that they are doing. Waondoke na dhambi na maovu. They going home, they raising hell, they being mean and they being nasty, they sinning against God, they sinning against any and everybody that they come in contact with, but they still get to go home and sleep and get up the next morning because of your prayers. Hao wenye dhambi unaowaombea bado wako hai siku za leo, wanafanya shughuli zao kwa sababu ya maombi yako. Wewe nyenyekea tu, wala usijipige kifua, wala usiwaringishie, na wala usijitangaze kwa watu. Wewe endelea kuwaombea. Unatengeneza kazi
unatengeneza thawabu na Mungu, jitengenezea njia. Amen. Just see how it coordinate with a sin not unto death. Your Inaendana prayers, na ile somo letu hili. keeping that person, Maombi yako kumhifadhi helping yule that mtu, person, kumsaidia yule mtu apate nafasi ya kutubu, saving a soul from death, the word of God kuokoa says. nafsi na mauti. There it is right there in the 20th chapter. James 5:20. Yakobo 5 Read it again. 5:20 inasema hapo kwamba jueni ya kuwa yeye amrejezaye mwenye dhambi hata atoke katika njia ya upotevu ataokoa roho na mauti na kufunika wingi wa dhambi. Let him know that he which converteth a sinner, change a sinner from evil to good, converteth a sinner, persuade him to come to Christ. Kumshawishi aje mtu kwa Kristo huyo mwenye dhambi anayefanya hivyo. From the error of his ways, from the sins that he's doing, to turn, to repent and come back to God. Kutubu na kurudi kwa Bwana. Shall save a soul from death. Ataokoa nafsi ile na mauti. And shall hide a multitude of sin. Na ataficha dhambi nyingi. For God will forgive him if he's sincere about serving him and repenting of his sins. Tafadhali na Mungu atamsamehe dhambi hizo akitubu kwa kumaanisha. And God said he will cast them into a sea of forgetfulness and he will not remember them no more. Na hata zikumbuka dhambi hizo tena. Amen. Amen. Can't nobody do me like Jesus can. Mtu hawezi kufanya kama Yesu Kristo anaweza kufanya. Hallelujah. Hallelujah. Jesus saves. Yesu Kristo huokoa. Thank you, Lord. Asante Yesu. 1 John 1:9 through 10. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya Still talk about confession, repentance to God, toba kwa Bwana, and confession of our sins. na kukiri dhambi zetu. That God will give us mercy. Kwamba Bwana turehemu. And having compassion and making a difference to pray for somebody that needs it. Kuleta tofauti na kusaidia watu wenye matatizo, kumwombea mtu aje kwa Yesu. The Bible says pulling them out of the fire and saving yourself. Biblia inasema tukiwatoa, kuwavuta katika moto watoke, huku tukijiokoa sisi wenyewe. With fear and trembling before God. Kutetemeka mbele za Bwana. Not getting your garments, not getting yourself spotted with the sin that they've been going through, but hallelujah, being able to help him and save yourself at the same time. Kwamba mtu unamsaidia Mungu amuokoe, lakini na wewe mwenyewe unasema Mungu na mimi unisaidie nisije na mimi nikapotea. 1 John 1:9. Read that in 10 please. 10, 9 and 10. Mstari wa 9 na wa 10, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya kwanza. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa mwongo, wala neno lake halimo mwetu. The word of God says, if we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. If we say we have not sinned, we make him a liar, and the word is not in us. Amen. Amen. If we confess our faults, confess our sins to God, God is faithful enough to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. What's unrighteousness? Sin. Yani, unrighteousness ni kupungukiwa haki, kukosa haki. Dhambi zote ndio udhalimu hapo umeandikwa. Ni kupungukiwa, kukosa haki. All have sinned and came short of the glory of God. Wengi wametenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Bwana. If we say we have not sinned, now wait a minute, hold on. If we say we have not sinned, we make him a liar and the word of God is not in us. What do that mean? If we say that, if I say Elder Sim say he never sinned, tukijiambia hatuna dhambi, I never did anything wrong, mimi sijawahi kutenda dhambi, mimi sina dhambi, mimi ni I would be a liar. Nitakuwa ni muongo wa kutosha. It was only one that was without sin. That was Jesus. Aliye ambaye hana dhambi ni Yesu Kristo pekee. He endured everything that we're going through right now, but without sin. Alipitia yote tunayopitia na hakutenda dhambi hata siku moja. Amen. Amen. Because I know the Bible's right and somebody's wrong, and God's word is true. Neno la Mungu ni la kweli na wanadamu watabaki waongo siku zote. Amen. Amen.
here, and I read in the scriptures early, those that are in Christ Jesus have not sinned. Somebody said, well, I'm confused. If he say we have not sinned, okay, we have sinned here, and it says those that are in Christ Jesus are without sin, where is the balance? The balance is, kuna mtu anaweza kuchanganyikiwa. Kuna mahali tumeambiwa waliomo ndani ya Yesu Kristo hawatendi dhambi, alafu hapa tunaambiwa tumetenda dhambi. Sasa balance iko wapi? The balance is the fact that we're walking in God's righteousness, God's holiness. We live in sanctified lives. Balance iko kwamba tunatembea katika haki ya Bwana, tunaishi maisha ya utakaso. We're living holy as he is holy. Kwa utakatifu kama ambavyo yeye ni mtakatifu. And in doing that every day, kwa kufanya hivyo kila and picking up our cross every day and following Jesus, kuchukua msalaba wetu na kumfuata Yesu, and living a holy and sanctified life separate from the world, ukaishi maisha ya utakaso tofauti, tumejitenga na ulimwengu. God see that as perfection. Bwana anaona huo ni ukamilifu. That's why he said be perfect. Ndio maana tunaambiwa tuwe watakatifu, wakamilifu. Job was an upright man and perfect before the Lord. Ayubu alikuwa mtu mkamilifu mbele za Bwana. Amen. Amen. And that was a time when the Spirit of the Lord was upon them, not in them. Na wakati wa Bwana, Roho Mtakatifu alikuwa juu yao. Kumbuka, alikuwa bado hajaingia ndani yao kama kwenye agano. When he, the Spirit of truth, come, he's going to be in you, Christ in you. Yesu Kristo alituambia Roho Mtakatifu akija atakuwa ndani yetu, and warn every man, na atamuonya kila mwanadamu. Amen. Amen. You have Christ in you. Wewe kama umeokoka unamfuata Yesu, where Christ dwells. Una Kristo ndani yako, anaishi Kristo ndani yako. Jesus said, if you abide in me, and my word abide in you, then I'll come and make my abode, me and my abode, in you. I'll be in you. Hallelujah. Hallelujah. If any man be in Christ, he's a new creature. Mwanadamu yote akiwa ndani ya Kristo, old things have passed away, behold, all things become new. Yote yamepita, yeye amekuwa kiumbe kipya. He told the young man, the rich man, if you be perfect, go and sell all that you have and come follow me. Kwamba ukiwa umekamilika, nenda kauze yote. If you wish to be perfect, mtu wa Mungu, kauze kila kitu kamilike. Kila kitu uza unifuate mimi. Amen. The apostle said, be perfect. Mtumishi wa Mungu alisema uwe mkamilifu. Amen. Amen. When you hear the word perfect, be righteous, be holy. Ina maana uwe mtakatifu, uwe mwenye haki. Be holy. Uwe mtakatifu. It's written, be ye holy for I am holy, said the Lord. Imeandikwa amri, iweni watakatifu. You shall be my sons, you shall be my, and I shall be your God. Mtakuwa wanangu na mimi nitakuwa Mungu. You shall be my sons and my daughters, and I shall be your God. Mtakuwa vijana wangu na binti zangu na mimi nitakuwa Mungu wenu. And come out from among them and be ye separate, saith the Lord. Nao katika jina la Bwana. Separate from what? Separate from sin. Tenganisha na nini? Tenganisha na dhambi. Separate from the world. Tenganisha na ulimwengu. If you are of the world, you are enemy of God. Kama wewe ni wa ulimwengu, amen. Wewe ni adui wa Kristo. I got scripture. Look it up. Tafuta. I can quote scripture to you all day, but the thing is, if you don't want to learn, you don't want to listen, you don't want to hear it, you stop your ears. Kama unamfuata Yesu Kristo kwa kumaanisha, that's on you. Niko hapa nina nukuu maandiko. Naweza nikanukuu maandiko siku nzima. Kama umtaki Yesu Kristo, hayata kuingia. To do that is a sin unto death. Na ujue kufanya hivyo ni dhambi. Dhambi ya kuishia. Because the word of God assures us, and we know for a fact from experience, that many resist the Holy Ghost. Tunajua wengi wanampinga Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Let us go to 1 John 3 and 7. Twende waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3. 1 John 3 and 7 says, little children, let no man deceive you. He that doeth righteousness is righteous, even as he is righteous. Read. Tasoma mstari wa 7, waraka wa kwanza wa Yohana 3. Watoto wadogo, mtu na asiwadanganye. Atendaye haki yuna haki, kama yeye alivyo na haki. He that committeth sin is of the devil, for the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Read.
Atendaye dhambi, mstari wa 8, ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Who committed sin is of the devil. Amen. Atendaye dhambi ni wa Ibilisi. Didn't I tell you that earlier? Sikuambia hayo mwanzoni? I told you the truth. Niliwaambia kweli. Why? Because it's written in God's Kwa word. maana hapa tunaona tena imeandikwa kwenye neno la Bwana. He that is righteous. Yule mwenye haki, He that committed sin is of the devil. anayetenda dhambi ni wa Shetani. There's a difference. Kuna tofauti. You'll know them by the fruit that they bear. Utawajua kwa matunda yao. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Verse 9. Whosoever is born of God doeth not commit sin. For the seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God, born again of God. Read verse 9, please. Mstari wa 9. Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. See, it's an interpretation of the scripture. Unajua ni tafsiri ya maandiko. He that said that he have not committed sin is a liar. Yule ambaye anasema hajawahi kutenda dhambi ni muongo. Amen. And the truth of God ain't in them. Na kweli ya Mungu haiko ndani yake. Amen. Amen. But here it says, they that are born again, born of God, doeth not commit sin. Unaona, wale waliozaliwa mara ya pili hawatendi dhambi. For the seed of God is in you. God, the Spirit of God is in you. Kwa maana Roho wa Kristo anakuwa anaishi ndani yake sawa sawa. That cannot sin, that will keep you from the sin. Ambaye anamuhifadhi asitende dhambi. Because he is born of God. Kwa maana amezaliwa na Mungu. Amen. Amen. So you dot your I's, cross your T's, live holy, live a sanctified life, fear God and keep his commandments. You're not gonna wanna sin. Unaona, kaa vizuri na Mungu, nyoosha njia zako, utatenda dhambi. Amen. Mungu atakusaidia. Atakuonya, kila kutaka kutenda dhambi atakuzoea. When you read the 8th chapter of Romans, Kisoma Warumi 8, it talks about those things that are of the spirit and those things that are carnal, that's of the flesh. Mambo ya kimwili na ya kiroho. Read it in your entirety. Soma yote, itakusaidia. It tells you a difference and it shows you how to walk in the spirit. Inakusaidia jinsi ya kuenenda katika roho. In the Holy Spirit. Usifuate tamaa za mwili. When you read Galatians, the 5th chapter, Kisoma Galatia 5, it talk about those things which are of the flesh, inazungumzia mambo ya kimwili, and those things which are of the spirit. Mambo ambayo ni ya roho. As children of God, we walk in after those things that are of the spirit, kama wana wa Mungu tunaenenda katika which bring about perfection in Christ, ambayo analeta ukamilifu katika Yesu, that will cause you not to sin against your body or the Lord, ambayo itakusababisha usitende dhambi dhidi ya mwili wako au dhidi ya Bwana. When you get a chance, read the 5th chapter of Galatians. Ukipata nafasi, soma wa Galatia 5. And you'll find that what I'm saying is true. Utakuta ninachoongea ni kweli. Amen. Amen. Read, hallelujah. We're going to read, hallelujah, verse 10. And this the children of God is manifest, meaning known. And the children of the devil. It's a difference. Kuna tofauti. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that loveth not his brother. Read that, please. Mstari wa 10 unasema, katika hili watoto wa Mungu ni dhahiri, na watoto wa Ibilisi nao. Mtu yeyote asiyetenda haki hatokani na Mungu, wala yeye asiyempenda ndugu yake. You see people doing evil, people doing things that is not of God, then you know that's of the devil. Maana watu wanatenda maovu, hawatendi mambo ya Mungu. This 10th verse here is saying the children of God is made manifest and the children of the devil. You'll know the difference. Utaona tofauti. Jesus said, I'm of my father, he told the Pharisees. You of your father, the devil. And he was a liar from the beginning. Yani wao ni yeye ni wa baba yao. The father of all lies. Baba wa uongo wote. Amen. Amen. A murderer, a killer, an accuser of the saints. Mshtaki wa watakatifu. Amen. Verse, hallelujah. And to love those that don't love their brother. Na wale wasiompenda ndugu yao, na wana wanamchukia. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
Verse 11. For this is the message that ye heard from the beginning, that ye shall love one another. Read, please. Maana hii ndiyo habari mliyoisikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Read 11th verse. 11. Maana hii ndiyo habari mliyosikia tangu mwanzo, kwamba tupendane sisi kwa sisi. The message that we heard from the beginning, that God is love. Tumesikia ujumbe toka mwanzo wa ujumbe huu, kwamba Mungu ni upendo. Amen. And that fear brings torment. Na hofu inaleta masumbufu na mateso. But perfect love casts out all fear. Bali upendo timilifu uondosha hofu yote. Amen. Amen. And these things is that we should love one another in word. Tunaambiwa tutapendana wenyewe kwa maneno. Let us not love not just in word. Tusipendane tu kwa maneno matupu tu. Or in tongue, just having a whole lot. I love you, or I'm going to pray for you. Nakupenda nitakuombea. We'll tell somebody we're going. I love you. But then we have indifferences and all. Unaona, unamwambia mtu unampenda lakini mna tofauti. Ukimoyo mna. Love is an action word. You got if you got love, especially the love of Jesus, you got to show some sign. Kama una upendo wa Kristo ndani yako, lazima uoneshe dalili. If you got the Holy Ghost, you got to show some sign as a Christian. Kama unampenda Roho Mtakatifu, amen. So let your light shine that all men see your good works, Jesus said, and glorify your Father which is in heaven. Yaani wacha nuru yako ing'ae na watu watambariki na kuminua Yesu Kristo. Jesus said, if you love me, keep my commandments. Yesu Kristo alisema ukinipenda utatii amri zangu. So not just to show love in word or neither in tongue with a whole lot of lip service. Sio kwa maneno matupu tu. Because Jesus said, why call me Lord, Lord, and do not what I say? Maana Bwana Yesu aliuliza, kwa nini mniite Bwana Bwana na mfanyi ninayowaelekeza? Lord, I love you. Lord, I praise you. Lord, you're a good God. And do just the opposite. Alafu matendo yako ni tofauti kabisa. Jesus said, you worship me with your lips, but your heart is far from me. Ndio maana Yesu Kristo alisema tunamwabudu kwa vinywa vyetu. We can have a whole lot of lip service. Lakini iko mbali naye. We can speak a whole lot of Jesus and how we love you with our tongues. Tunampenda Mungu, tukampenda Mungu kwa maneno yetu. But Jesus said, your heart is far from me. I know you're not. I don't know you. Anasema mioyo yetu depart from me, you worker of iniquity. Tuondoke kwake sisi watenda maovu. You worker of sin. Sisi watenda maovu. I fast, Lord. I pray, Lord. Baba Mungu nafunga, I give, Lord. Natoa. I've been in your service for decades. Nimekuwa miaka mingi kwenye kazi yako. I done this and I done that. Fanya hiki na kile. He said, depart from me, you work. He said, I know you not. Depart from me, you worker of iniquity. Kwamba ondoka kwangu watenda maovu. I know you not. That is terrible. Anasema hatujui. That is sad. Kitu cha huzuni. For someone to be preaching the word of God and be a castaway. Kwa mtu kuhubiri injili to be lost. Potea. Amen. Amen. But many have gone that route. Wengi wameenda njia hiyo. So God don't want to hear a whole lot of lip service. Mungu hataki maneno matupu. But whatever we do in deed and in truth. Katika watu tunayoyafanya tuyafanye katika matendo na katika kweli. Not what you say, but not just to be a hearer of the word, but a doer of the word. Sio tu unasikia neno bali unatenda neno. To do indeed, the Bible says, do those things indeed. Fanya yote katika matendo. And Paul said, I'm glad to know that you're walking in truth. Mtumishi wa Mungu Paulo alisema anaombea watu wa Mungu waenende katika when Jesus said, the spirit of truth come upon you, he shall take these things of what I tell you, and he shall teach you, and that, hallelujah, you're going to answer to whatever I tell you. Kwamba utajibu wa kila anachokuambia. The spirit of truth will lead you and guide you in all truth. That's the Holy Ghost. Huyo ni Roho wa Kristo. The Comforter, say what I say. The Comforter, which is the Holy Ghost, will lead you and guide you in all truth. Atakuongoza katika kweli yote. And not going to speak of his own, but speak the things that God tell him. Hatazungumza ya kwake mwenyewe, bali yale ambayo Mungu anamuongoza ayaseme. Roho huyo wa Kristo. Amen. Roho Mtakatifu. Amen.
hallelujah. Verse 18. 18, Verse 19. 19. And hereby we know that we are of truth and shall assure our hearts before him. Read 19. Katika hili tutafahamu ya kwamba tu wa kweli, nasi tutaituliza mioyo yetu mbele zake. For if our hearts condemn us, God is greater than our hearts and know all things. Read. Ikiwa mioyo yetu inatuhukumu, kwa maana Mungu ni mkuu kuliko mioyo yetu, naye anajua yote. Beloved, if our hearts condemn us not, then have we confidence towards God. Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri kwa Mungu. If I'm sitting up there in sin and I'm doing things, I'm not being repentant of my transgressions, I'm in error, and I'm not walking around, I'm saved, I'm sanctified, but I'm still sinning before God. Hallelujah. Kama ninakaa natenda dhambi mbele za Bwana, God knows my heart. Mungu anajua moyo wangu. But if it said, beloved, if your heart condemn you not, then we have the confidence towards God that whatsoever we ask, 22, verse 22, whatsoever we ask, we receive of him because we keep his commandments and do those things that are pleasing in his sight. Read that, please. 22. Na lolote tuombalo, twalipokea kwa kuwa twazishika amri zake na kuyatenda yapendezayo machoni pake. Amen. Amen. We have the petition. Whatsoever we ask of God with a clear heart, a pure heart, we're walking in his righteousness, walking in his holiness. We're not committing sin before God. We're not sinning against our body with fornication and a whole lot of other things. We have the petition of whatsoever we ask of God, God will give. If we don't waver, God said, if we have faith and we do not waver, God said, I will do it. Mungu anasema atatutendea. Hallelujah. Romans 8:1 say that. Warumi 1:8. There's no condemnation, therefore there is no condemnation to them that be in Christ Jesus. Hivyo hakuna hukumu kwa wale waliomo ndani ya Yesu Kristo. That lust not after the flesh but walk in the spirit. Wasiofuata mwili bali wanafuata. Amen. No condemnation. What is condemnation? Ni nini hukumu? Condemnation is sin. Ni dhambi. Amen. Amen. Say no to sin and yes to Jesus. Sema hapana kwa ajili ya dhambi na sema ndio kwa Yesu. Verse 23. And this is the commandment, that we should believe on the name of the Son, Jesus Christ, and love one another as he gave us commandments. And he that keepeth his commandments dwell in him, and he in him. And hereby we know that he abide in us by the Spirit which he has given us. Amen. Amen. Read 23 and 24, please. 23 na 24. Na hii ndiyo amri yake, kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo, na kupendana sisi kwa sisi, kama alivyotupa amri. Naye azishikaye amri zake hukaa ndani yake, yeye naye ndani yake. Amen. Na katika hili twajua ya kuwa anakaa ndani yetu huyo Roho Mtakatifu. Amen. By his Spirit, not by my power, the Lord said, not by my might, but by my Spirit, saith the Lord. Amen. Amen. Let's read Hebrews 12:1. And we're going to read through verse 15. And we'll conclude our lesson. Hebrews 12:1. Wherefore, seeing we also have compassed about us, or compared about with so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and every sin which doeth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Read 1, please. Mstari wa kwanza nitasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ile
ituzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. There are problems, there are Kuna situations matatizo na like maswali ya depression, maisha kama vile heartbreak, moyo umeinama, moyo umenyong'onyea, moyo financial umevunjika, difficulties, matatizo ya a whole lot uchumi, of things that occur each day that are weights on our shoulders, mambo mengi yanayokuwa ni mzigo kwenye weights mabega in our yetu, mind, kwenye fahamu zetu, weights on our hearts. kwenye mioyo yetu. Amen. Amen. The Bible says, lay aside every weight and every sin that so easily confused, that can so easily beset you, throw you off balance, Inatuweka pembeni kabisa. Amen. confuse you, Inatuletea mchanganyiko wa that akili, beset you, inatukwaza, and let us run this race, run with patience. Be patient about the situation. Tukimbie Run kwa this race subira. with patience. Amen. That's set before us. Amen. mbele yetu. Amen. The Word of God, when you look up or Google, the patience of the saints. Tafuta Amen. neno hilo, subira ya watakatifu. Saints, we Saburi ya must have watakatifu. patience. Tuombe Mungu atupe hii. Patience and believing that God will, whatever situation that we're going through, that we can cast all our cares upon God because He cared for us and He's going to take care of it. Tujue kwamba Mungu yeye atashughulikia chochote kile kinachotusibu. Jesus will fix it for you. Bwana Yesu atakutengenezea. Amen. Amen. And to run this race with patience. Tukimbie mbio hizi kwa For the subira. race is not given to the swift nor the strong, but he that endureth to the end, the same shall be saved. Kwamba mbio haujapewa wenye mbio na haraka, bali yule atakayevumilia mpaka mwisho ndiye Verse atakayeokolewa. 2, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despised the shame, and has sat down on the right hand of the throne of God. Amen. Read that, please. Ndiyo. Tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake aliustahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Repeat what I say. Jesus, the author and finisher of our faith. Yesu Kristo ndio mwanzilishi na mtimilifu wa imani yetu. Amen. All scripture is inspired by God. Maandiko yote yamevuviwa na uwezo wa Roho wa For Mungu. reproof, for correction, that the man of God be fully furnished in the word of God. Whatever he needs, he got it right there in the word of God to minister, to feed God's people. Ili mtumishi wa Mungu anachohitaji kulisha watu wa Mungu kwa kuonya, kwa kufundisha, kwa kuadibisha. But it's of inspiration of God that is there. Na Roho wa Kristo. God wrote it. Mungu ndio ameandika. He's the author and finisher of our faith. He's the author of these 66 books. Ndio mtimilifu wa maandiko haya. Amen. Vitabu hivi 66. Amen. And the 27 of the New Testament in his blood. Na agano jipya katika damu yake. Amen. Amen. And he endured the cross and endured the shame, and he is risen on high with all power. Amevumilia aibu, amefufuka kwa mamlaka yote. Amen. Amen. This same Jesus whom you crucified, God had made both Lord and Christ. Amen. Yaani Yesu Kristo amefanywa kuwa Bwana na mkombozi, naye Mungu mwenyewe. Thank you, Jesus. Asante. Verse 3, for consider him that endureth such contradiction of sinners against himself, lest ye be weary and faint in your minds. Read. 3 inasema, maana mtafakarini sana yeye aliye yastahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. People are dull of hearing. They don't want to hear about salvation. They don't want to hear about the gospel. They don't, because they got other things to do. Watu ni wanagumu wa kusikia, hawataki kusikia wokovu wala mambo mengine. People are just giving up and giving in, and they're just fainting in their own mind. Watu wamekata tamaa. The Bible said, let every man be persuaded in his own mind, but a lot of people are persuaded to only take care of themselves. Unaona watu wengi wanajijali wao wenyewe tu na mambo yao wanaona na wafahamu. Don't you be one of those people. Usiwe kwenye kundi la watu hao. Amen. Amen. Verse 4, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin,
and ye have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of him. For whom the Lord loveth, he chastens, and scorn every son whom he receiveth. And if you endure chastening, God deal with you as with sons. For what son is he whom the Father chasten not? But if ye be without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastards and not sons. I want you to read from verse 2, verse 3 to verse 8, please. Tasoma 3 mpaka 8 katika jina la Bwana Yesu Kristo. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu. Hamjafanya vita hata kumwagika damu, mkishindana na dhambi. Tena mmeyasahau yale maonyo yasemayo nanyi kama kusema na wana, mwanangu, usiyadharau marudio ya Bwana, wala usizimie moyo ukikemewa naye. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Ni kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana. Maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babaye? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa karamu ninyi, wala si wana wa halali. The word of God say, by example, in another scripture, in another passage of the Bible to the church, that if you obey the chastisement of your father, you know, when he chase you, when he beat you, when he do those things to keep you in line, how come you can't receive the chastisement of your heavenly Father in the spirit and live? Yaani wewe ukubali kuonywa na Mungu ili uweze kuishi milele. Usikatae kuonywa na Mungu. Furahia ukionywa na Mungu. Here in these scriptures it say, if you receive the chastisement, the rebuke of the Lord, then you're a child of God. You're a son of God. Wewe ukionywa, wewe ujue ni mwana wa Mungu. Ukiona moyoni mwako unasumbuliwa na andiko au hubiri linatolewa, ujue wewe ni mwana wa Mungu. But if you're corrected of God, and you will not receive the correction of God or God's chastisement, you are bastards, you are outcasts. Ni mtoto wa nje. Yaani wewe ni mtoto haramu. Ndio anaitwa hilo neno ametamka hapo. Wewe ni mtoto wa haramu, sio mtoto halali. You're being disrespectful, you're out. Umekosa heshima kwa Bwana, wewe ni wa nje. You want to be a part of the body of Christ. You don't want to be outside the body. Wewe uwe sehemu ya mwili wa Kristo, sio wa mtu wa nje. Amen. Amen. Verse hallelujah. Verse 10. Verse 9. Wherefore we have fathers of our flesh which correct us, and we give them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? For they verily for a few days chasten us after their own pleasure, but he for our profit, that we might be partakers of his holiness. Read 9 and 10, please. 9 na 10. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa mwili walioturudi, nasi tukawastahi. Basi si afadhali sana kujitia chini ya baba wa roho zetu na kuishi? Maana ni hakika hao kwa siku chache waliturudi kama walivyoona vyema wenyewe, bali yeye kwa faida yetu, ili tuushiriki utakatifu wake. Hallelujah. Hallelujah. So, verse 11. Now, no chastening of the present seemed to be joyous, but grievous. Nevertheless, afterward it's the yielding of peaceable fruit, righteousness unto them
which are, hallelujah, exercised thereby. Wherefore, lift up the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight the path of your feet, lest that which is lame be turned out of the way, but let rather be healed. Amen. Amen. Read hallelujah 11 through 13, please. 11 mpaka 13. Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, bali cha huzuni, lakini baadaye huwaletea wao waliozoezwa nayo matunda ya haki yenye amani. Kwa hiyo inyosheni mikono iliyolegea na magoti yaliyopooza, mkaifanyie miguu yenu njia ya kunyooka, ili kitu kilicho kiwete kisipotoshwe, bali afadhali kiponywe. Nisamehe, nimekosea kusoma. Amen. In verse 14 and 15, follow peace with all men and holiness, without which no man shall see the Lord, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be defiled. Amen. Amen. Read those 14 and 15. 14 and 15. 14 na 15. Tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu, ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Bitterness, uchungu, when it comes to the root of bitterness and trouble, and just things to defile us, unajisi watu, we have to remember the love of God, the peace of God that which He's given us, and we have to do as best we can to follow peace with all men, not some but all. Even obeying the laws of the land. If I as a Christian got to obey the laws of the land, you as a non-Christian going to have to obey the laws of the land. People so quick to point out what you're supposed to be doing as a Christian and what you're supposed to be doing as a man or a woman. Yani kuna watu wako waangalifu sana, unapaswa kufanya hiki kama mwanamke, kama have you received the Holy Ghost since you believe? Wewe umeshapokea Roho Mtakatifu toka umeamini. And some people don't believe anyway. Wengi hawaamini. A fool saying in his heart there is no God. Why you want to be foolish? Neno la Mungu limesema mtu mpumbavu anasema moyoni mwake hakuna Mungu. Kwa nini unataka kuwa mtu asiye na hekima? Amen. Whatever you do, you stand as a child of God. Unachofanya usimame. Let no man steal your crown. Let no man deceive you. Mtu asikudanganye. Amen. Amen. Follow peace with all men. Holiness without no man shall see the Lord. Without holiness, you're not going to see God. Bila utakatifu huwezi kumuona Mungu. If you don't live holy, you're not going to see God. Usipoishi kwa utakatifu hautamuona Mungu. Because in the Old and New, but mainly in the New Testament is blood, it is written. It's in the Bible. Kwenye Biblia. Be holy for I am holy. Kuwa mtakatifu kama ambavyo mimi ni mtakatifu. Who said that? The Lord God. Nani amesema hivyo? Bwana. Who said that? Our Lord and Savior Jesus Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Amen. One other scripture I want you to turn to, and then we're going to conclude. Turn to St. John, I believe it's 5 and 24. Yohana Mtakatifu ninaamini 5. St. John 5 and 24. Yohana Mtakatifu sura ya 5. And in it says, Jesus said, Bwana Yesu alisema, verily, verily, I say unto you, mstari wa 24 alisema, he that heareth my word and believe on him that sent me have everlasting life, and shall not come into condemnation, which is sin, but has passed from death unto life. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. And I'm going to write in another here, verse 25. Verily, verily, Jesus saying,
Truly, truly, I say unto you, the hour is come, and now is, when the dead shall hear the voice of the Son of God. And they, hallelujah, they that hear shall live. Amen. I want you to read those two verses for me. Nitasoma Yohana Mtakatifu sura ya 5 mstari wa 24 na 25. Inasema hivyo: amini amini nawaambia, yeye alisikiaye neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yu na uzima wa milele, wala haingii hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Amin amin nawaambia, saa inakuja na sasa ipo, wafu watakapoisikia sauti ya Mwana wa Mungu, na wale waisikiao watakuwa hai. Saints, let us have an ear to hear. Tuwe na sikio nalosikia. And let us have eyes to see. Na tuwe na macho ya kuona. That God will, hallelujah, that He will bless us. That He will heal us. Atuponye. And that He will convert us. Na atubadilishe. He said, if my people amesema iwapo watu that are wangu called by my name wanaoitwa kwa jina langu shall humble themselves, watajinyenyekeza, seek my face, kutafuta uso and wangu pray, na kuomba, and turn from their na wicked kugeuka ways, kutoka kwenye maovu wao, then shall I hear from ndipo heaven. nitasikia kutoka I'll mbinguni. come down and not only heal their land, Ataponya nchi yao, hallelujah, but I will also convert them. bali nitawabadilisha. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asante Yesu Kristo. Stand on the promises of Simamia kwenye God. ahadi za Bwana. The promises of God are sure and Ahadi za amen. Bwana ni ndio na amina. Amen. Amina. And in summary of this lesson, kumalizia somo hili, hallelujah, when it talks about, hallelujah, those, thank you, Jesus. The summary of the lesson is when it comes down to repent. Repent katika kutubu, and a sin not unto death. usifanye dhambi, To pray for those that are in need. ombea wanaohitaji. Pray for those, even though they sin against God, that God will have mercy for them. Inatukumbusha tuwaombee wanaotenda dhambi, tuwaombee Mungu awasamehe, awafungue. Jesus say, to obtain mercy, you must show mercy. Yesu Kristo amesema kwenye maandiko yake, and we want to be like Jesus. Ni lazima tuoneshe rehema. We want to be like Jesus. Tuwe kama Yesu Kristo. Amen. Amen. And there's a sin unto death. Don't worry about praying. They're going to have to repent for that. Wewe waache watu wao dhambi ya mauti, wao wenyewe watashughulikia. Don't be a partaker of another man's sin when they curse God. Wamemshamlaani Mungu. Don't be a partaker of another man's sin. Waombee ufahamu funguliwe. When they want to smoke, they want to drink, and they want to do those things of the world. Kufanya maovu hayo ya ulimwengu. Don't be a partaker of another man's sin if they're willing to take the mark or sell their soul to the devil for riches of the world. Kutoa nafsi zao, kujitoa kwa shetani. Remember, there's never forgiveness for those that blaspheme the Holy Ghost. God bless you, saints. May the Lord continue to bless you and keep you. May the grace of God continue to be upon you. Bwana Yesu Kristo azidi kuwa neema.